subscribe channel yetu ya YouTube. Mashambulio ya kigaidi ya Agosti 7 mwaka 1998 yana historia nyingi Afrika Mashariki. Haya yalitokea katika miji ya Dar es Salaam na Nairobi, miji mikubwa ya kibiashara, kwa kulipusha malori yaliyojaa baruti mbele ya balozi zao za Marekani kila mahali. Angalau watu 224 waliuawa na maelfu kuweza kujeruhiwa wewe. Watendaji walikuwa raia wa nchi za Kenya na Tanzania pamoja na nchi za Kiarabu mbalimbali. Walitekeleza mashambulio kwa maagizo ya kundi la jihadi ya Kiislamu ya Misri ambalo ni sehemu ya mtandao wa Al-Qaeda inayoongozwa na Osama bin Laden. Kwa mujibu wa taarifa, shambulio la Nairobi lilikuwa vipi? Mnamo saa 4:30 asubuhi ya siku ya Ijumaa 7 Agosti, watu wawili walioendesha lori dogo kilogramu 700 za baruti walifika nazo mbele ya ubalozi wa Marekani iliyokuwepo njia panda barabara za Moi na Haile Selassie karibu na kituo cha reli. Dereva Azam aliingia kwenye njia kutoka katika maegesho ya magari, akajaribu kufikia gereji chini ya ubalozi. Hapa alizuiliwa na mlinzi Benson Okuku Bwaku aliyekataa kabisa kufungua geti la upande wa gereji. Gaidi wa pili ni Mohamed Rashid Daudi Al-Ohal. Yeye alimtupia kombora mkononi mlinzi huyo, lakini akamkosa eti. Bwaku akafaulu kukimbia na kufikia kona ya jengo akajiokoa. Unaambiwa hapo Azam alianza kufyatua risasi hovyo hovyo hivi. Hapo Al-Ohal alikimbia kuelekea mtaa wa Haile Selassie akajiokoa, wakati Azam akijilipusha kwa baruti kwenye lori. Ana hatari sana. Mlipuko mkubwa ukatikisisha ubalozi wa jengo jirani la Ufundi Building. Mshtuko wa mlipuko uliharibu pia vioo vya madirisha katika kipindi cha kilomita 1 na sauti yake ikasikika kwa umbali wa kilomita 16. Jengo la ubalozi likaharibiwa kiasi tu, kwa jumla likasimama, na ndani ya ubalozi walikufa watu 44, wa Marekani 12 na wafanyakazi wengine 32. Wengi wao wa Kenya, hasa walioathiriwa na mshtuko ulioingia madirishani na kuangusha kuta za ndani. Vifo vingi vilitokea kwa sababu jengo dogo jirani la Ufundi Building likabomolewa kabisa na kuanguka. Wahanga wengi walikuwa vijana wanafunzi waliosoma kwenye chuo cha ukarani ndani ya jengo hili, pamoja na walimu na wafanyakazi wake. Pamoja na watu waliojeruhiwa katika majengo ya karibu, kuna wengi waliouawa na kujeruhiwa kwenye barabara ya Haile Selassie kwa sababu moto na mshtuko wa mabomu yakaelekezwa kati ya kuta za ubalozi na Ufundi Building. Basi lililokwama kwenye msongamano wa magari mbele ya kiingilio cha ubalozi likachomwa kabisa pamoja na abiria wake wote. Hii familia inaumiza mpaka leo. Watu wengi walijeruhiwa macho kwa vipande vya kioo. Walisikia milipuko wa kwanza wa kombora la mkononi na risasi zilizofyatuliwa na Azam. Wakaenda madirishani kuangalia kuna nini, wakapigwa vipande vya kioo cha madirisha usoni wakati bomu likilipuka. Wengine wapofu mpaka hii leo. Vipi kuhusu shambulio la Dar es Salaam? Tuache hilo la Nairobi. Na hapa ndo tunapata muunganiko wa nchi mbili za Afrika Mashariki. Karibu kwenye dakika ya mlipuko wa Nairobi, shambulio la pili likatokea kwenye ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam, jiji lenye msongamano mkubwa wa watu, umaarufu, starehe, chuki, dhana nyingi tofauti za kisiasa, burudani, watu maarufu zinapatikana hapa. Ni kama Nairobi tu, moja kati ya miji mikubwa hii miwili Afrika Mashariki. Dar es Salaam ilikuwaje? Kwa ufupi, hata hapa dereva alijaribu kuingia kwenye eneo la ubalozi kwa lori, lakini alikataliwa getini, akalipusha mzigo wake kama ilivyokuwa Nairobi. Hapa ni watu 11 tu waliokufa na 85 wakajeruhiwa wewe. Idadi ya wahanga ilikuwa ndogo kuliko Nairobi kwa sababu ubalozi ulikuwepo nje ya kitovu cha jiji, kando la mitaa wa Bagamoyo, na nafasi ilikuwa kubwa hadi majengo ya jirani. Mwaka ule ule washiriki wa kwanza wa mashambulio haya walikamatwa na kukabidhiwa kwa Marekani.
Hadi mwaka 2010 watu 5 walihukumiwa jela ya maisha kwa kushiriki katika ugomvi huu na ugaidi mkali wa Agosti 7 mwaka 1998. Sisi tumekukumbusha tu. Tuambie wewe unakumbuka mashambulio gani yaliyowahi kutokea ya aina hii?